Je, umeshawahi kukakamaa kiungo chako, au kuna baadhi ya siku unajikuta kiungo chako kimekakamaa? Kukakamaa kwa viungo, hii kitaalamu tunaita stiff joints. Ni ile hali ya ugumu wa kusogeza baadhi ya viungo. Lakini pia ni changamoto ambayo inaweza ikamkuta mtu wa rika lolote. Ingawa mara nyingi sana inakuwa inawasumbua sana wazee ambao wana umri mkubwa. Sasa kukakamaa kunaweza kukaa kwa muda mfupi au kwa muda mrefu. Na kwa muda mfupi, kukakamaa mara nyingi kunaanzia asubuhi ile unapoamka, unajikuta tu kiungo chako kimekakamaa. Sasa sababu za kusababisha kukakamaa, mojawapo ni magonjwa ya maungio kama vile osteoarthritis. Huu ni ugonjwa wa uchakavu wa viungo. Unajikuta cartilage au synovial fluid zote zimeisha, inaweza kusababisha kukakamaa. Lakini wale watu ambao wana rheumatoid arthritis, hii ni kupungua kwa kinga zinazolinda maungio, nayo inaweza kusababisha kukakamaa. Lakini pia watu wenye gout, ongezeko la uric acid, kwa mfano uric acid ikijikusanya katika eneo moja la kiungo, inaweza kusababisha kiungo chako kukakamaa. Sababu nyingine ambazo inaweza kusababisha kukakamaa ni kutokutumia mguu wako muda mrefu au kiungo chako muda mrefu. Wale waliovunjika sababu watumie kiungo chake, mshangaa mguu wako unakakamaa. Lakini hali ya hewa, sehemu zenye baridi kali inaweza kusababisha kukakamaa kwa mguu wako. Sasa usichukulie poa hali ya kukakamaa. Kukakamaa kunaweza kuleta athari kubwa sana katika mwili wako. Unaweza ukatupigia simu ili tuweze kukupa ushauri wa kutosha, lakini pia unaweza tukakupa tiba maalum ambayo itakusaidia wewe kufanya au kusoftness ile hali ya ugumu wa viungo vyako, na hiyo hali ya kukakamaa ikapungua, kwa sababu kukakamaa kunaweza kukuletea changamoto nyingine za ziada ambazo zinaweza zikakuletea shida au ukatumia gharama kubwa sababu ya operation. Kukakamaa sio jambo dogo, usichukulie poa. Karibishwa sana, lakini pia unaweza ukashare video hii ili iweze kuwafikia watu wengine na changamoto za namna hiyo. Karibu sana.